Amen. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Ziwe na wewe pia. Kwanza kitu ya kwanza niweze kuwashukuru wapendwa kwa sababu kujitolea kwenu ni kukubwa mpaka mimi nashangaa, kwa maana hata mimi nimeenda mwedo kasi. Yaani ile bio ambaye tumeenda naye sijawahi kuienda hiyo bio, na bado naona ya kwamba hamchoki na shidwa, kwani mko na nguvu gani? Unajua mnanichangaza mimi. Kuanzia saa 11 mumeamuka, tena mnalala usiku na hamchoki. Muna nini? Muna energy yenye imezidi. Sasa tuseme ya kwamba Mungu anataka muweze kutoka na kitu katika makabi haya. Sasa lengo na madhumuni makubwa tangu tulipoanza somo ambalo nimekuwa nikilipeleka, nimekuwa nikizingatia hali ya ibada na kuhusu kanisa moja la kitume, kanisa moja la kiutume. Na sasa hivi ndiyo mada yangu ambaye nitaweza kuiwakilisha, kanisa moja la kiutume, kwa sababu tunapoenda kumwabudu Mungu hatumwabudu tukiwa tumegawanyika. Tunamwabudu Mungu tukiwa na umoja, kama vile ambavyo tumeona siku ambazo zimerudi nyuma yetu. Kazi ya kugawanya vikundi si ya Mungu. Kazi ya kugawanya vikundi ni ya Shetani. Kwa sababu gani? Shetani anajua wakati watu watagawanyika hawatakuwa na nguvu ya kushambulia ngome yake, na ana ujaja anaoutumia katika siku za mwisho ili kufanikisha kazi yake, kuwafanya watu ambao wangesimama katika bendera moja ya kushambulia ngome yake waanze kupambana wao kwa wao kuliko kupambana na jeshi la Shetani. Kwa hivyo hiyo ndio lengo la Shetani, ili aendelee kuwadanganya watu. Katika jina hili ambalo linaitwa reforma ama wana matengenezo, kila reforma wanadai ya kwamba wana ujumbe, na wengine wameangazia sana ujumbe wao kama ujumbe wa afya, kureform kati ya kula na kunywa. Sana sana utawasikia wakiongelea ulaji, kwa sababu wanasema wana reform. Na wengine wanaweza wakareform mavazi. Ukiwaangalia namna wanavyovaa unapata ya kwamba kwa kweli wamereform kuvaa. Wengine wamereform kula na kunywa. Na sasa hivi wengi wameweza kuinua mijadala baina ya Waadventista wana matengenezo ya kwamba hawa wanakula nyama, wale hawakuli nyama, wale wako hivi na hivi na hivi na hivi. Kuna tumijadala ambao tunaendelea, tumewasababisha wana matengenezo kukosa kuwa katika ablela moja. Lakini lengo na madhumuni ya Mungu kuwa na kanisa duniani, ni kwamba kanisa liwe la kiutume. Lengo na madhumuni ni kanisa kupeleka ujumbe, na ujumbe ambao kanisa linafaa kupeleka ni watu waje kwa Yesu, ili Yesu aweze kuwafikisha kwa Baba, wamwabudu katika roho na kweli. Si ndivyo tumeona
kwa siku ambazo zimerudi nyuma yetu, ya kwamba tunamkaribia Baba katika roho moja. Tulisoma kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 18. Si tulisoma? Msisahau. Tulisoma Waefeso 2 mstari wa 18, tukajega hoja ya kwamba tunamkaribia Baba katika roho moja, lakini ile andiko linasema katika yeye. Kwa hivyo na maana ya kwamba roho wa Baba tunaupata kupitia mwanawe, ambao unasababisha tuweze kumfikia Baba, tumuabudu katika roho na kweli, kulingana na ile Yohana 4 mstari wa 22. Si ni hivyo? Yesu anasema Baba anawatafuta watu kama hao ili wafanyeje? Wamwabudu. Tena anasema wale ambao wanamwabudu katika roho na kweli. Na tukaona Mungu ni roho, Bwana ni roho, na tukaona malaika ni nini? Ni roho. Na hawa malaika ambao ni roho wanaitwa watumishi ama wajumbe watumikao. Sasa katika kitabu hicho cha Waibrania ambacho kinasema malaika ni roho watumikao, tena Biblia inasema katika hicho kitabu cha Waibrania 12, ningetaka tusome Waibrania 12 mstari wa 22. Andiko hilo linasema ya kwamba tumefikiria mlima Sayuni, tumefikiria mji wa Mungu. Hebu soma. Anasema, ndio, bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni, mmeufikiria mlima Sayuni, na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi, nyingi. Kwa hivyo Yerusalemu wa juu, mlima Sayuni. Tunaposema mlima Sayuni tunaogelea nini? Wakati tunapoogelea mlima Sayuni tunaogelea nini? Kanisa. Tunaogelea kanisa. Kwa hivyo tunaposema tumeufikia mlima Sayuni, tunaogelea kuhusu kanisa la Mungu ambalo kuna malaika maelfu nyingi. Kwa hivyo malaika elfu nyingi ni washirika wa nini? Wa kanisa. Ni washirika wa kanisa. Haya, teremka hapo chini. Mkutano mkuu. Sasa hilo jina mkutano mkuu, kama tungelisoma kwa lugha ya Kigiriki, mkutano mkuu maana yake ni worldwide ama universal. Universal ndio neno ambalo linatumika na kanisa la Katoliki, wanaita nini? Catholic. Kwa hivyo na maana jina Katoliki, kitu ambacho hatuelewi ni kwamba Katoliki ambaye tunaiongelea leo, tunaongelea Katoliki ambaye ni ya uongo. Si ati ya kwamba jina Katoliki ni baya, lakini jina Katoliki lina maana ya kwamba universal au kanisa la kidunia. Kwa hivyo hapo inaposema mkutano mkuu, linatakikana kuwa neno universal church au kanisa la kidunia. Kwa hivyo kuna kanisa la kidunia la kweli na kuna kanisa la kidunia la uongo. Sawa sawa? Ndio. Kwa hivyo katika kanisa hili la kidunia ambalo ni kanisa la dunia mzima, malaika maelfu nyingi ni washiriki. Kwa hivyo ina maana tunahitajika kujua ya kwamba malaika ni wajumbe. Kazi ya malaika ni kupeleka ujumbe, wanatumwa. Maana kulingana na hicho kitabu cha Waibrania 1 mstari wa 13 na 14 inasema ni roho watumikao wakitumwa. Ndilo andiko linasema hivyo. Ukisoma hiyo Waibrania 1, hebu soma mstari wa 5.
Msoma mstari wa 5. Anasema ndio, kwa maana ndio alimwambia malaika yupi wakati wote, ndio mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Asoma mstari wa 7. Anasema ndio, na kwa habari za malaika asema, na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika wake kuwa pepo, anawafanya malaika wake kuwa pepo, na watumishi wake kuwa miali ya moto. Na watumishi wake kuwa miali ya nini? Ya moto. Miali ya moto. Sasa kitu ambacho ninaomba uweze kujua ni kwamba hawa malaika ni watumishi. Kwa hivyo sawasawa na wewe ambaye ni mshirika wa kanisa la Mungu, wewe ni mtumishi. Kwa hivyo Mungu ametuweka kanisani ili atutume. Ndio tunasema kanisa moja la kiutume. Hiyo tu ndio ajenda ya kanisa duniani. Sasa wakati ambapo tunapotumwa, lazima tuweze kufuata taratibu, kwa maana Biblia inasema, hebu nisaidie, Waefeso 6 mstari wake ni wa 10. Naomba niwaonyeshe ni nini ambacho kiko mbele yetu na tunahitajika kujipangaji ili tuweze kushinda vita. Maana tusipojipanga, vita itakuwa gumu kwetu. Vita itakuwa gumu kwetu. Na kama hatutajua njia ambazo shetani atatumia kwa ajili ya kusabaratisha umoja wetu, basi itabidi ya kwamba tushindwe katika vita ambayo iko mbele yetu. Soma tusikie. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Sasa mnaambiwa kanisa la Mungu lazima liwe katika hodari, liwe katika uhodari. Usije ukawa hapa na umekuja na uoga. Usije ukawa hapa na wewe si hodari. Lazima tuzidi kuwa hodari katika Bwana. Kwa nini? Na katika uweza wa nguvu zake. Na katika uweza wa nguvu zake. Wa nguvu zake. Tuende. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Ndio. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Maliza. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Ni juu ya falme na nini? Na mamlaka. Kwa hivyo kushindana kwetu, tunashindana na falme na mamlaka. Si vita kidogo hiyo. Unaposikia unapigana na falme na mamlaka, uona fikiri ni vita kidogo hiyo. Nasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini tunashindana na falme na mamlaka. Kipindi ambacho kimemalizika hapa na Masawe, kwa mtu ambaye amekifuatilia kwa makini, utaona ya kwamba adui amejipanga vilivyo. Adui amejipanga vilivyo. Sasa tusiwe watu wa kusema tu. Wakati mwingine inahitajika tuonekane yale tunayoyasema tunayaishi. Yale tunayoyasema yanaonekana. Tusiwe watu wa story. Kwa sababu lazima tujipange, maana hata adui si story anafanya. Tunaona namna anavyojipanga kwa ajili ya kusabaratisha kundi. Na hizo nasema na watuma kama kondoo kati ya ubwa mwitu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tunaenda kwa ubwa mwitu, na sisi tunahitajika kuwa kama kondoo, lakini tunatumwa kwa ubwa mwitu. Sasa tunaambiwa hapa katika kitabu cha Waefeso ya kwamba kushindana kwetu ni juu ya falme na mamlaka. Soma tusikie. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Unaona? Kwa hivyo si vita kidogo hiyo. Unaposikia majeshi wakati wowote ufalme unapopigana na ufalme, ndipo majeshi yanapohusishwa katika vita, kwa sababu ni ufalme unapigana na ufalme. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tunahitajika kuwa kama askari waaminifu, majeshi waaminifu katika serikali ya Mungu. Kwa maana malaika wameitwa watumishi, watumikao, na bado wale ambao ni washirika wa kanisa la Mungu wameitwa watumishi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tuko katika vita na tunapigana na majeshi ya pande ya adui. Wale majeshi ya pande wa adui wamejihami kwa sababu ni majeshi, na hauwezekani kamwe ukaenda kupigana na ufalme ambao ufalme huo
hauwezi kuuteka. Hauwezi kuuteka. Yesu anasema hauwezi kuingia katika ufalme ukamkamata mtu ambaye ana nguvu usipokwaza kumteka umfunge ndio uweze kunyang'anya wale ambaye amewaweka mateka. Kwa hivyo wakati ambapo unapoona jeshi za dunia zikipigana ufalme na ufalme, unahitajika kuona kabisa vita ambayo inaendelea nyuma ya pasia ama ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho lazima wewe uwakilishe jeshi ya pande ya Mungu. Na jeshi ya pande ya Mungu lazima ijipange, kwa sababu ufalme lazima ujipange. Ndio maana unaona Marekani walijipanga kwa ajili ya kwenda kupigana na Urusi na Irani. Sasa hiyo vita ya Marekani na Irani pengine ilikuwa imepangwa itaisha kwa wiki moja ama kwa wiki mbili, lakini hawa watu ambao wanapigana na hao bado nao walikuwa wamejipanga kivyao. Kwa hivyo si ati ya kwamba ni watu ambao walikuja tu wakapigwa, kwa sababu kuna mahali walienda wakachukua rais wa hapo na wakaenda na yeye. Kwa sababu ninaongelea vita ambayo iko mbele yetu, ni vita ambayo haionekani, lakini inapiganwa katika uwanja ambao uko nyuma ya pasia. Na ufalme na uweza na nguvu ziko katika pande ya adui wanajipanga. Kwa hivyo pande hii ingine lazima tuwe na nguvu na uwezo na silaha. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali tunashindana na falme na mamlaka. Sasa wewe unaona picha gani? Unaona tunafaa kujipagaji? Kwa sababu leo ulimwengu wa kidunia, wale ambaye tunafaa kuharvest kunaitwa na Kiswahili kuvuna. Wale ambaye tunafaa kuvuna ni wale ambaye wamedanganyika na shetani. Lakini bado shetani hawezi kubali tuwachukue hivi hivi. Hawezi kukubali tuwachukue hivi hivi. Kwa hivyo shetani anatumia mbinu na nguvu zake zote kuhakikisha wale walio kwake hakuna hata mmoja anayebebwa. Sasa ukitaka kujua picha kamili ni picha ya msalabani. Picha ya msalabani kulikuwa na mieleka, kwa sababu shetani alikuwa yeye ndiye mwenye nguvu na uwezo na mamlaka juu ya kifo. Kwa hivyo shetani aliwatawala watu akiwatishia kuwaua, kwa sababu alikuwa yeye ndiye mwenye mamlaka na uwezo wa kifo. Kwa hivyo Yesu alipokuja hapa duniani, kazi yake ilikuwa amnyaganye shetani mamlaka hayo, ili yeye awe ndiye mamlaka anasimamia ya kifo. Kwa hivyo shetani alikuwa na mamlaka na uwezo wa kifo. Sasa ilikuwa ni mieleka kati ya Yesu na shetani. Sasa Yesu anasema lazima yule ambaye yako na mamlaka na uwezo unatakikana kwanza kuingie kwake umfuge, ndio uweze kuokoa mateka ambaye amewateka. Sasa ilibidi ya kwamba Yesu aingie kwa shetani, na kwa shetani kulikuwa ni kwa kifo. Kwa shetani kulikuwa ni kwa kaburi. Ndi maana Yesu anapoingia kwenye kaburi alafu kukafufuka watu, nasema makaburi ya watu yakafufuka, ili Yesu aweze kutoa ushahidi ya kwamba wale ambao shetani alikuwa amechukua mateka, Yesu amewatoa kwenye mateka. Kwa hivyo hangeweza kuchukua hayo mateka bila kumfuga shetani kwanza. Na kwa sababu shetani alikuwa na uwezo, ama nitoe kitabu cha Waebrania, soma Waebrania 2 mstari wa 14, isije ikawa ni story. 2:14 ndio anasema, ndio basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo ndio alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nini? Na nguvu za mauti,
alikuwa na nini? Na nguvu za mauti. Yaani nani? Ibilisi. Kwa hivyo mwenye alikuwa na nguvu za mauti alikuwa nani? Ibilisi. Na Yesu alikuja afe ndiye amnyang'anye nguvu nani? Ibilisi. Kwa hivyo Yesu kuingia kufa pale msalabani ilikuwa ni mapambano, na kuna vitabu ambavyo ni vya roho ya unabii vinaeleza vita ya msalabani haikuwa vile unavyofikiria wewe. Hata malaika wa mbinguni walitaka kumuokoa Yesu, kwa sababu walikuwa wanaona mubaji wao akisulubiwa msalabani. Mungu anawaambia back to base, kwa sababu ilikuwa ni mapambano ya hakika kati ya shetani na Kristo. Kwa hivyo Yesu wakati anapofufuka katika wafu amemshinda shetani, ndio akitoka kwa wafu anatoka na mateka ambao shetani alikuwa amefanyaje? Amewateka. Sasa mimi siko kwa hiyo, ninaongelea ya kwamba ni kitu gani kanisa la kiutume linahitajika kufanya ili liweze kuwa na nguvu wakati linapoendelea kwenye vita. Sasa watu najua wanaona tu vitu kidogo kidogo tu. Unafikiria watu kughadhabika unapokosoa mafundisho yao ambao ni kinyume na Biblia? Unafikiri mwisho tunamalizia wapi? Utamalizia kwa vita, utamalizia kwa jela, utamalizia mambo mengine makubwa ambayo hatuwezi kuyajua, yamefichika. Lakini tuna mikakati gani? Tunapoona haya, ni mikakati gani ambayo tunaweka sasa? Ama ni tukuje hapa makambi tuachane kila mtu aende zake? Haiwezekani, na haiwezekani kuwa na nguvu na uwezo kwa njia hiyo. Na shetani anatumia binu ya kwamba wewe Dasha enda uhubiri pale, ukusanye watu 3, mkae hapo mkule zaka mnone. Wewe nawe enda ufugue yako pale, mkule zaka mnone. Hao ni watumishi wa shetani. Na watu wengine wanadhani ya kwamba ati mtu kama Dasha anahubiri ndio akule zaka. Acha niwaambie bana, kado na zaka tumejitoa kifo. Kama ni kifo, tuko tayari kukufa. Sasa unaliganisha pesa na kifo. Wewe unafikiria kwamba kama ningeambiwa ati ni pesa nimekuja kutafuta kwa hii barabara, unafikiri ningeshindwa tu kukuhubiri mahubiri matamu ambaye hatuulizani na mtu kitu? Unafikiri kama leo ningepambana tu na Waislamu peke yake na niseme Wakristo wote ni kanisa la Mungu, unafikiri saa hii ningekuwa naenda miguu? Niseme Wakristo wote ni kanisa la Mungu, mimi nadili na Waislamu peke yake, Mtume Muhammad mtume wa uongo, Waislamu ni watu wa majini. Unafikiri nyuma yangu ningekuwa na kikosi kinakaaje? Kumbuka kwamba yule jamaa aliyokuja akasema atupe kila kitu tupige Waislamu. Kuna mtu ambaye ni tajiri hapa Tanzania, tajiri tu, akatuita paka kwake na Masawe, akatuambia na waomba msiogelee Wakristo hata dakika moja, nyinyi fesini tu Waislamu, chochote mnataka mimi mwenyewe ndio nitatoa hadi nyumba. Ama ufikiria kwamba leo niende nitafute tu Muislamu niwaambie Waislamu mimi nataka pesa na niseme ashahadu? Unafikiri pesa haiwezi patikana? Sasa nishinde hapa nikihangaika na hiyo pesa kidogo kidogo hapa, inanisumbua akili. Ati mtu anakuja kusema ati huyu mtu anahubiri ili akule pesa ngapi? Ati kwa sababu ati Dasha ako na kitambi ati amekula sadaka ya na sasa hata niwaulize ya kwamba kuna mahali ambapo ni makosa watumishi wanaohubiri injili kula sadaka? Hapana. Hawa watu ambao wanasema nyinyi mnakula sadaka, wanataka tukule nini? Tuanze kwenda kukua kondakta kwa barabara? Wanataka tuwe makanga? Lakini kitu ambacho nataka niwaambie, Mungu anataka ni kanisa ambalo lina utume, kanisa ambalo lina maelewano, lina makusudi na lina malengo. Na hayo malengo hayawezi yakatimika bila kuwa na utaratibu wa kiutume. Na wacha hata tuachane na kitu kingine. Kwa mfano,
Leo nimeweka picha ya hapo tukibatiza, picha ya Mare pale tukibatiza, nikaposti kwa Facebook. Asilimia ya wale watu ambaye wamecomment kwa hiyo post yangu ni wale ambaye wako kinyume na hiyo post, ni wale ambaye wanaongea vibaya kuhusu hiyo post. Na hiyo post yangu haikutukana mtu, hapana. Niliweka tu picha tumebatiza watu. Lakini sasa nashindwa, hao watu ambaye wako hapa chini wananitukana, wananiuliza nini kwa picha ya kubatiza mtu. Sasa inaonyesha ya kwamba tuna vita mbele yetu, ambaye hiyo vita lazima tuwe na umoja ili tuweze kuishinda. Na watumishi, wacha niwaambie kanisa la hapa Dar es Salaam, Kenya tumebahatika. Kenya tumeweka oda nzuri ambaye tunaweza tukaelekeza kundi la watu ambaye wako Kenya tumewahubiria. Na wachani niwaeleze, hakuna nguvu sasa inayoshida umoja na kukontrol pesa yenye inapatikana kwa washirika wa kanisa. Na kama kuna nguvu ambaye SDA wako naye, wana nguvu kwa sababu wana control pesa zao. Usidhani ya kwamba watu wote ambao tumekusanyika na wao hapa, inawezekana kuna wengine ni maagent wamekuja kusikia tumesema nini wakaseme. Na kama uko hapa ushindwe kwa jina la Yesu. Unajua mahali kuna watu wengi huwezi kujua ni nani, lakini tuombe Mungu tukue wote tuna lengo moja. Lakini huyo mwingine amekuja kwa dhana, yani yako na lengo fiche. Nataka ulegee, ushindwe wewe kwa jina la Yesu, kwa sababu wewe lengo lako ni kuja kuturudisha nyuma, ni kuja kutafuta makosa ya fulani iko pale. Unajua hamungesema hivyo, mungesema hata nyama tusikule. Na anaitwa nani? Anaitwa nani? Marosha. Na Marosha, si usidhani ya kwamba unajua wewe tumekuwa na kesi ya hiyo. Usifikiri ninasema wewe ni mjoli mwenzangu, ndugu yangu. Na kibarua ambacho kinafanyika huko chini ni kibarua kizuri. Sasa mimi ninaongelea ya kwamba kuna kundi ambalo tunaweza kujiita wana matengenezo, na tukose kuwa sisi sio kanisa la kiutume. Kwa sababu kanisa la kiutume lazima liwe na order. Siku moja hata nimeangalia, mnasemaje kule baharini na hapo kunaitwaje? Zanzibar. Kuna siku moja walisema, unajua tumeweka zaka shilingi laki sijui ngapi. Nikafanya hesabu nikaona hiyo pesa ni kama 100,000 ya Kenya. Sasa nikashindwa, hawa watu wameweka shilingi 100,000 ya Kenya kwa account wako naye. Na sasa nikiwaambia nataka kwenda kufanya mkutano mahali fulani, watanipea hiyo pesa kweli? Unaona? Sababu iko mikononi mwao na iko kwenye mamlaka yao. Kwa hivyo mimi siwezi kuipangia. Hata kama kuna kitu gani kinatakikana kufanyika, hiyo pesa haiwezi kupangi, kwa sababu imezungukwa na watu ambao hatuna lengo na makusudi moja. Sasa mwishowe walikuja kuniambia kwamba hata tulipoenda hapo, kumbe hata na wao walikuwa ni wana utatu, na walikuwa tena wanajiita wana matengenezo, na walikuwa wana utatu. Sasa mwisho tukagawanyika, wakakuja wakaenda na ile pesa yote. Kasema haya, waliniambia. Sasa mimi ninaongelea hivi. Kwa mfano sasa hivi tunahitajika hii Tanzania yote ianze kuhubiriwa katika oda moja. Na hii oda moja ndio iweze kuhubiriwa Tanzania, lazima tuwe na nguvu moja ya kifedha. Kwa hivyo lazima tuulizane fedha zitatoka wapi, kwa sababu hakuna muujiza utafanyika
ati kesho tupate hapa Sabato Mungu amenyesha mvua ya mapesa hapa tuaje kuanza kuokota. Mungu hatafanya kitu kama hiyo, lakini Mungu atabariki kila mshiriki na kila mshirika awe mwaminifu kuleta zaka yake na sadaka yake kwenye hazina. Tuko pamoja Na kwa sababu sasa hivi tunaongea kitu kimoja, ina maana ya kwamba ili shilingi iweze kuwa yenye kufanya kitu, haiwezi kufanya ikiwa shilingi moja. Shilingi 100 haiwezi kuitwa 100 bila shilingi moja. Sasa ukiangalia wale watu ambao leo wamejipanga kupambana nasi, wameweka taratibu zao za kifedha, wana control shilingi yao, hakuna hata moja inapotea. Kwa hivyo na maana sisi nasi tunapohubiri saa hii, na usiweke akili ya kwamba mtakontrol pesa munikontrolie mimi, hata kama nitaingia kwa kaburi kesho, hiyo utaratibu itabaki ikiendelea kwa ajili ya mitume watakao kuwa wanafanya kazi baadaye. Unaona hawa watoto ambao hawa tunawalea wanakuja kuwa mitume wa kesho kama Yesu hata kuja. Unajua kuna watu ambao leo wanahubiri wanasema 2031. Kwanza na wagoja sana, maana hao watu ndio nitachukua masipika nikisema hao manabii wa uongo. Ati 2031 dunia inaisha, mjindwe. Waacha ifike siku hiyo ikose kuisha, tuone mtajificha wapi. Tuone mtaingia kwa shimo gani. Ni nani ambaye alikuambia tunaweza kutuwekea muda ati ya kwamba Yesu anakuja kesho? Hata kama anakuja usiku wa manane, tuko tayari akuje leo. Kwa hivyo kazi ambayo tunapanga ya kufanya, tutapanga kazi ya kufanya kama Yesu atakuja miaka 1000 huko mbele. Lakini kwa kujipanga kwenda biguni, tutajipanga kama anakuja kesho. Kwa hivyo usitutishe na 2031. Tunatakikana kujipanga. Sasa wanaona hiyo roho hiyo kusema 2031 inafika mahali sasa hata muanze kuuza vitu, muende mkajifiche huko msitu. Huko msitu mnaenda kujificha, mnaenda kuhubiria nani? Ng'ombe kwa msitu. Mnaenda kuhubiria nini kwa msitu? Bufaru. Mimi nawaambia kwanza, mtu yoyote ambaye ako katika kanisa la kitume saa hii na anahakikisha ya kwamba tuogelee kama tunaenda huko, tunaenda kuweka makazi yetu ya kukaa, lakini mahubiri yetu lazima tuwahubirie hawa watu ambaye wako huku. Hatuwaachi. Na hiyo ndio utume ambaye tuko nao, ya kwamba enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi. Sasa wewe unagoja ya kwamba mimi najiandaa ndio niweze kuingia katika ujumbe wa kilio kikuu. Utaingia kwa kijumbe ya kilio kikuu ukahubiri wapi? Msitu. Hiyo kilio kikuu kinahubiriwa wapi? Msitu. Itahubiriwa wapi? Hawa watu ambao watahubiriwa kwa kilio kikuu watakuwa wapi? Sasa kama wewe utakuwa mjini, ina maana ya kwamba lengo lako lazima lielekee kwa kuhubiri. Huwezi kuniambia ati sasa hivi tuanze kujipanga kwenda mjini na lengo letu liondoke kwa kuhubiri. Hiyo mjini ni shetani anaileta basi. Kwa sababu kama ni Mungu anatuambia twende mjini, tutoke mjini, twende vijijini, lakini lengo letu libaki kwa kuhubiri. Tuwezi kuondolewa kwa kuhubiri kwa sababu tumeenda kwa shamba. Lazima lengo letu likuwe la kuhubiri. Na kama lengo letu litakuwa la kuhubiri, inasemekana ya kwamba lazima tuwe na uwezo na nguvu, maana tunapigana na walio na mamlaka na nguvu. Sasa tunaenda tuko hivi, tuko jaa. Naenda hoi. Tunatakikana ati tunataka twende tukahubiri Mwanza, alafu tunaenda na bagi kwa kiwanja ya ndege. Ati Mungu atalipa ndege. Wana matengenezo walienda kule kiwanja ya ndege, wanagojea Yesu alipe. Wanagoja hapo Yesu alipe. Yesu ameweka taratibu ya kanisa ya kwamba kuna kutoa zaka na kuna kutoa sadaka kwa ajili ya kufanikisha nini? Kazi ya Mungu iende mbele. Na kazi ya Mungu haitaweza kwenda mbele bila kuifanya hiyo zaka ionekane kazi ambayo inafanya. Iwezi hata zaka hata ikaingia kwa mfuko ya Masawe ama ikaingia kwa mfuko ya Dasha. No.
Mimi ni mtumishi, Masawe ni mtumishi, hata kesho wakaasi, tutabaki na utaratibu ule ule ambaye Mungu ametuwekea. Haleluya. Sasa hakuna nguvu kama ya pesa, kwa sababu pesa itakufanya upande gari ulipe uende Mwanza, si ndio? Sasa wale ambao mmetoka hapa Bari, unataka kuniambia mtaenda mpewe lift? Mkirudi manyumbani, mtaenda msemame hapo kwa barabara mseme ati nilikuwa kwa makambi, sasa naomba nipande bure. Watakubali? Hawezi kubali. Kwa hivyo lazima kila mtu wako hapa. Hata hapa mfanye nini? Kuna mtu ameweka tu pesa toke mahali, anasema hii ni nauli yangu ya kwenda home, kwenda nyumbani. Sasa anasema mimi ni mwana matengenezo, hata sikuli nyama, nitaenda pale nipewe lift. Enda usimame hapo. Halo, simama. Zitakuwa zinakupita hapo na uana matengenezo wako hapo. Lazima uwe wana matengenezo ambao unamaanisha ya kwamba lazima tuweke taratibu zetu na oda zetu, na ikuwe oda moja ya kitume. Kwa mfano sasa hivi tunaongea tufanye mdaro. Tufanye mdaro hapa Dar es Salaam. Ukiangalia mdaro moja kufanya gharama yake ni pesa moja nyingi, kwa sababu utaenda ulipe ukumbi na mambo mengine mengi. Sasa utachanga kwa nani hawa watu ambao ukiongea wanakutukana? Watakuchangia? Mnagojea tu mwingine kabla ya sisi kujipanga. Sisi. Sasa ninataka kusema nini? Nataka kusema hivi. Kwa mfano ukiangalia utume hapa wa Tanzania kwa ujumla, lazima kuwe na Jerusalem kwanza, ambaye itaendelea kuenda kwa mahali ingine, kwa sababu hata hapa kwa mfano tukisema ni isipokuwa ni vile hapa kuna gari mbili ziko pale. Ile gari mbili ziko pale, ile ni ya mtu. Huyo mtu akiitwa hapo aende, ameenda na gari yake. Ule mwingine ameenda na gari yake. Inatakikana kuwe hapa Tanzania na gari ya kiutume. Unafikiri tutasema hapa tupige magoti ati pokea gari? Unafikiri itakuja? Mnangojea ikuje hiyo? Brother, ile gari yako ulipokea? Si ulinunua? Unajua watu wa Jumapili wao wanadanganywa tu. Sisi hatuwezi kukua na wajiga kiasi hicho. Ati pastor nakwambia harasha karababa ushinde. Pokea gari. Pokea gari, na wewe hapo anakuambia pokea gari, ameweka namba za M-Pesa. Wewe umechangia kanunue yako, pokea. Sasa kitu ambacho ninaomba mnielewe ni hivi washirika Tanzania, tuweke oda hii moja. Alafu pesa zetu, ati pesa nini? Zetu ziingie mahali pamoja, na ziwe na taratibu ya kujulikana ziliingia gapi na zinatoka gapi, zikienda wapi. Lakini hizo ati na hapo ati sijui wewe tuma pale kwa sijui kwa nani hapo katikati zinatupotea nyingi sana. Mimi nawaambia ukweli. Lakini kama tunaweza kuweka ya kwamba leo tuko na watumishi, na alafu tuko na kanisa Kenya na Tanzania, twende hivyo Kongo, twende Burundi, tukiwa kanisa moja la kitume, nataka niwaambie hakuna watu watatudharau hivyo wanatudharau. Lakini tukikaa hivyo tukuli tutakuwa tuna nguvu. Utakuwa ukiinukiwa hivi, una nguvu kwa sababu umeinukiwa na watu wengi, na kwa sababu wale wanaka grupu kao kako hapo, wakiona dasha si wa grupu yao. Lakini ukiuliza nyinyi wana matengenezo, na nyinyi wana matengenezo, na nyinyi wana matengenezo, mko pamoja na wale? Hapana. Mko pamoja? Hapana. Sasa sisi tutasimamia bendera moja, na hiyo bendera moja tutafute jina moja tu hivi. Unajua hapa Tanzania hata pana sheria mingi sijui za kuandika kwa kutabulika na serikali. Kuna sheria mingi, lakini kwetu hakuna hiyo. Kwa hivyo tayari sasa sisi tuna jina ambalo tunaweza kusema hili ni jina la ministry ambaye sisi tunaitumikia. Mimi ukiniuliza saa hii nikifika pale mpakani
Mimi natoa kitambulisho yangu hivi napeana. Tata, mimi ni mchungaji. Mchungaji wa kanisa gani? Warning Voice of the Last Days Bible Truth Ministry. Hiyo peke yake jina, mtu akisoma hivyo anaenda kama ndege. Ati nini? Kwa sababu kuna mtu alimbea, ati Warning Voice. Hiyo peke yake mtu atatemeka hivi. Ati Warning Voice of the Last Days. Sawa sawa? Wengine akasema, wameingia kwa mnyama. Mtu ambaye hajasoma ni mtu ambaye ni bure sana. Sababu huwezi kujua ya kwamba kwa mnyama kuna igiliwaje, na mtu ndiye aingie kwa mnyama na igiliaje, mpaka wamefika wanakuambia hata simu peke yake hii ni mnyama. Kama hii simu ni mnyama sawa, na ndio ulifuata hivi, alafu ukapata imani si kama ni mnyama basi yako sawa. Kwa sababu umeitumia ukapata ukasoma, ukasikiliza iji, alafu ikageuka ikakuwa munya, na ulisikia nayo iji. Wako abaya hata simu wewe situmia. Sasa nawauliza, haya, hii simu ni mnyama ndio. Sababu sijui imetengenezwa na nani sijui. Haya, nayo ile gari inaenda pale barabara, nayo ni nini? Kwa sababu tofauti yake na simu ni nini? Ati nayo ni mnyama. Sasa mtaenda na nini? Sasa utapata mtu ameenda kwa miguu, bali amekoda. Hata bibi sasa, unajua bibi hawezi ati kufuatana na wewe hivyo. Utapata bibi ulinyang'anywa kitabu. Utapata jirani alienda naye. Atakuja angalie. Okay. Ni hivyo. Na kwa sababu sasa umefanya vitu bigi, simu huna, gari huna, ukipanda boda huwezi panda. Sasa umehangaisha bibi na watoto. Bibi akiangalia huko kwa jirani kuko sawa tu. Sasa ule jirani akimwambia hoe. Anasema ni afadhali huyu mara 10. Wewe na hizo vitu zako enda. Wako hata pesa inatakikana hata wasisitumie. Kwa nini wasitumie sasa pesa? Si ya mnyama. Sasa ndugu zangu, mimi kitu ambacho ninawaomba ni ya kwamba tuwe watu ambao wanamaanisha, alafu tuwe watu ambao wako straight forward ya kwamba mission yetu ni kupeleka ujumbe. Ujumbe tutapeleka nini? Vifaa? Ama tutapeleka na sawa basi. Hata Yesu alikuwa anazibika. Alichukua microphone kama yeye anaongea. Si basi uongeage bila buyo uongee kama Yesu. Haleluya. Uone kama kwanza ipotee. Utahubiri nini? Lakini saa hii unaenda kwa duka unanunua kitu kama hii, unatumia kupiga ujumbe saa hii ya kwamba tunahitajika kwenda kuhubiri town. Tutaanza kubebana na hizi gari na hizi masipika, twende tutafuta ile gari tulikuwa tumetafuta, simama. Haya, inapandishwa hii huko kwa keri ya juu. Wale ambaye wanaenda kushukisha ni wale ambaye wamekunywa nini hivi. Tunawaitaka maninja huko kwetu. Akienda huko juu anaona kama ni kasuku. Anaona kama ni bag. Anarukisha boom. Ikifika chini inapasukana yote hivi. Sasa unazidi haya mimi ni basta. Amepasua sipika yangu. Utafanya nini? Unabaki hapo unafuga masipika yako na mawaya hapo, na ilipasuliwa na ilikuwa mpya. Kitu ambacho kama tungeweka pesa yetu na tuilinde, tunaweza kwenda kwa duka tuseme tunataka gari hii ya kitume. Na gari hii kwa sababu ni ya kitume isiandikwe mtu. Iandikwe ni ya huduma, si ya mtu fulani. Unaelewana? Chochote ambaye, lakini tunaweza kusema ya kwamba tumeikabidhi kwa Masawe ama tumekabidhi kwa huyu, ya kwamba hii gari ni ya kitume. Sasa unaona ya kwamba tunaweza kutoka hapa twende Mwanza, twende tupige Injili. Hata tukachelewa tukaenda na usiku, tunaweza fika hata usiku saa 7. Mkienda hakuna kitu kitawazuia muende kwa sababu mko na gari yenu. Lakini sasa mkisema hiyo tu pesa twingine tuwekwe pale, twingine tuwekwe pale, siku gani mtafanikisha kitu kama hiyo?
Hakuna. Na mtu yoyote ambaye anaweza kutukatalia mpango kama huo, mjue huyo mtu hatuko pamoja na yeye. Na mimi siongei hii hata nitoke Kenya nihame nikuja hapa Tanzania. Lakini kwa sababu tuko katika kanisa moja la kitume, ninalilia mpango huo. Nalilia mpango huo. Na mpango huo ukiwa, tutakuwa na nguvu na uwezo wa kupambana na adui. Na ni hivyo, tusikojee ati watu wengine watatoka bali wakuje. Wakikuja watatupata. Tukiendelea. Ni watu wangapi wanafikiri ni uzuri kufanya hivyo? Ni nani na nani anapinga? Tumjue na muache unafiki. Wewe unapinga, chukua mkono juu. Tukujue. Nani ana swali? Nani ana swali? Mpe maiki. Asante. Naam. Mimi kwanza ni shukuru tu kwa huu ujumbe ambao mwalimu ameweza kutoa, kwa sababu kilikuwa ni kama kilio changu ambacho nilikuwa nalia sana na Mungu aweze kulifanyia kazi hili swala la umoja. Sasa mimi swali ambalo bado huwa ninajiuliza, sasa tunapoenda kuweka oda, sasa huu utaratibu ama hii oda itaendeshwa vipi tunapokuwa tunatoa hizi ni zaka? Na yani sijajua tunaweza tutatumia mfumo kama ambao ulikuwa kule tulikotoka, au tutatumia mfumo gani kwa ajili ya kuweza tutakuwa na viongozi ambao watakuwa wanaratibu mambo yote. Sasa sijajua kwamba yani shape itakavyokuwa imetengenezwa itatengenezwaje. Nataka tuniweze tu kuelekezwa hapo. Asante. Unajua kwa mfano Kenya ishafanyika, si kitu mpya. Kenya pesa yote inaingia kwenye akaunti hii moja. Hakuna pesa yoyote inawekwa kado na mtu. Yote inawekwa kwa akaunti moja. Na hiyo akaunti hakuna mtu anaweza kutoa pesa akiwa peke yake. Inatolewa na iko na risiti zake. Ya kwamba hapa pesa zimetoka. Hata kama mnataka kununua nini, hata kama ni spika kama hii, isiwekwe kwa mfuko ya mtu. Inawekwa kwenye akaunti hiyo ya kanisa. Kanisa inakuwa na akaunti yake. Pesa zote zinaingia hapo. Kama ni watenda kazi, wanatolewa pesa zao za kulipwa hapo. Naona lakini si ati tuambie ati kuna watu wengine na hapo wanalipa watenda kazi na hapo. Aje. Kanisa ikae ichague ya kwamba huyu na huyu ndiye tumewaweka wawe ndio wanasimamia akaunti yetu. Na hiyo akaunti wakati inaposimamiwa inaletwa kwa muda kama wa miezi mitatu, inaletwa taratibu zake zote ambazo zimefanyika wapi? Hapo. Na hakuna mtu mmoja anaweza kutoa pesa. Inatolewa na wale ambaye kanisa imepitisha. Mbona hapo mnanyamaza? Ama mnataka itolewe na nani? Hakuna mahali. Haya, chukua maiki. Mpe huyu maiki. Hakuna mtu ataongea. Karibuni. Msiwe na wasiwasi. Mtaongea, kila mtu ataongea. Karibu. Haya, sema mtumishi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati ya jambo ambalo linahitajika kwa ajili ya hii kazi tunaona kwamba ni umoja. Ndio. Niseme kwamba hii inakuwa kama ni mara ya pili sasa kwa ajili ya kukutana maeneo haya. Tangu mwaka jana tulipokutana tukaondoka kwamba tukafanye kazi. Mimi nishukuru kwanza, tangu tulivyotoka hapa tuliondoka na mikakati na tukaenda kuitekeleza. Tumekuwa na vikao ambavyo tumekuwa tukivifanya online. Na sasa hata kuja maana yake kwamba kuna wito wa kwamba tuna kikao. Sasa naona hii hoja pia ni moja ya hoja ambazo tunapaswa kuziongelea. Sasa japo tutakuwa na kikao ambacho kitaanza kesho, kwa sababu hili jambo limeingia, mimi niseme tu kwamba hapa tangu tuliondoka tukawa na oda ambayo tumeendelea sasa kufanya kazi kama kanisa la Tanzania tukiwa na utaratibu. Na hii kazi ilibidi kwamba tuiweke katika kanda au katika region. Maana yake kwamba ninapozungumza kanda, nadhani mtumishi utakuwa umenielewa vizuri. Maana yake kwamba tunazo kanda, kuna kanda ya Pwani ambako tuko huku, kuna kanda ya Kaskazini, kuna kanda ya Ziwa, kuna kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kuna kanda ya Kusini. Katika hizi kanda kuna kanda ya Kati pia. Katika hizi kanda tukaondoka na mkakati wa kwamba katika kila kanda ambako tayari kuna makusanyiko, maana yake kwamba hayo makusanyiko yaje pamoja, yaweke zaka pamoja kwa ajili ya kuwategemeza watendakazi ambao wako kwenye hayo maeneo. Na hilo jambo tukakubaliana, tukaanza kazi. Kwa mfano mimi nizungumzia sasa kwa kanda, mimi natokea kanda ya Ziwa.
Kwa tumekuwa na mfuko kwa ajili ya kanda wa zaka, lakini tukaenda mbali zaidi, tukawa na mfuko kwa ajili ya matoleo mengine. Kama tunapokuwa na machangizo tofauti na zaka, tukawa na akaunti yake, tukatengeneza akaunti. Kuna hizi akaunti za M-Pesa, hizi zinaitwa M-Koba. Kwa tumekuwa tukiweka zaka na tukaweka watendakazi ambao wako full time, lakini tukawa na watendakazi ambao wako part time. Kwa ambao wako full time tukatoka tumekubaliana kwenye kikao ambacho tulikaa kwamba watakuwa napewa posho kiasi gani. Kwa tukaanza na hilo zoezi la kuwapatia posho kila mwezi hao watendakazi. Kwa tumeendelea hivyo mpaka tunapokuja hapa tayari tuna watendakazi. Kwa mfano sisi kule kanda ya Ziwa tuna watendakazi ambao wako full time 4 na tunawapatia tunawapatia posho kila mwezi. Lakini tuna watendakazi ambao wako part time wanapokuwa wametumwa, na wao unakuta kwamba wanawezeshwa kwa namna ambavyo Mungu anakuwa amejalia. Sasa tunapozungumzia sasa hili swala la kuweka zaka pamoja kwa